Popote ulipo mtazamaji wa PMTV, ikiwa ni Februari 5, 2026, karibu katika update za PMTV. Mimi naitwa Juma Idi Bangla, kwa hisani kubwa kabisa ya PMBet, kampuni namba 1 ya michezo ya kubashiri, na inanipa nguvu kukuja kukuletea wewe taarifa ambazo tunazo. Ryan Wesley Routh mwenye umri wa miaka 59 amehukumiwa kifungo cha maisha jela pamoja na miezi 84 ya ziada katika gereza la shirikisho na jaji Aileen McNaughton katika uamuzi uliotolewa Februari 4, 2026. Hukumu hiyo iliyotolewa baada ya Routh kupatikana na hatia katika mashtaka yote matano yaliyomkabili, likiwemo la kujaribu kumuua rais wa Marekani Donald Trump. Tukio hilo lilitokea katika klabu ya gofu ya Trump International mnamo Septemba 2024, wakati maafisa wa idara ya usalama wa rais walipomwona Routh akiwa amejificha kando ya ua wa uwanja huo. Afisa wa ujasusi Robert Fercano alimwona Routh akiwa ameelekeza bunduki iliyofanana na AK-47 kutoka mafichoni kando ya uwanja wa gofu. Kwa kuogopa maisha yake na usalama wa Rais Trump, afisa huyo alimfyatulia risasi Routh, hali iliyomlazimu mshtakiwa huyo kutoroka eneo hilo mara moja. Baadaye maafisa wa usalama walipata bunduki aina ya Norinco SKS yenye darubini iliyojaa risasi katika eneo alilokuwapo. Bunduki hiyo ilikuwa na risasi 19 na risasi moja tayari kufyatuliwa wakati wowote. Maafisa pia walipata kamera iliyokuwa imefungwa katika ua, ikielekezwa moja kwa moja kwa Trump alikopangiwa kucheza gofu. Shahidi mmoja aliripoti kumwona Routh akikimbia kuvuka barabara na kuingia kwenye gari aina ya Nissan Xterra jeusi baada ya tukio hilo. Kwa kutumia taarifa hiyo, maafisa walimkamata Routh alipokuwa akielekea kaskazini kwenye barabara kuu ya Interstate 95. Katika upekuzi uliofanywa katika gari lake, ulipatikana simu kadhaa za mkononi ambazo ukaguzi wa kina uligundua kuwa Routh alikuwa akifuatilia mienendo ya Trump kwa karibu mwezi mmoja kabla ya jaribio la kumuua, na maelezo yaliyoonyesha alipanga kuondoka Amerika. Aidha, wachunguzi walipata barua iliyoandikwa kwa mkono na Routh na kuachwa katika nyumba ya shahidi mnamo Aprili 2024, ikieleza wazi kuwa kitendo hicho kilikuwa jaribio la mauaji. Mwanasheria mkuu wa Amerika Pamela Bondi alisema jaribio hilo la kumuua Rais Trump halikuwa tu shambulio dhidi ya rais, bali pia dhidi ya mfumo mzima wa kidemokrasia wa Amerika. Kesi hiyo ilisikilizwa kwa wiki mbili katika mji wa Fort Pierce, Florida, kabla ya jaji kumpata Routh na hatia katika mashtaka yote. Hii ni update kutoka PMTV. Mimi naitwa Juma Idi Bangla, lakini endelea kubashiri mechi zako kupitia Super Royal Sports uweze kuondoka na Toyota IC inayotoka kila baada ya wiki 5. Fanya hivi sasa kama bado hujajisajili, kwani ubashiri pekee unaolipa ni ndani ya PMBet. Jisajili hivi sasa kama bado, pmbet.co.tz. Kwa heri. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia PMBet.